Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027 ambapo klabu ya soka ya Simba wamedhamiria kufanya mambo makubwa, na ndiyo maana tunaona wanafanya sajili za wachezaji wakubwa, wachezaji wenye majina makubwa ambao moja kwa moja watakwenda kuibeba Simba katika safari yao ya kufanya vizuri msimu mpya 2026-2027. Miongoni mwa eneo ambalo klabu ya soka ya Simba wameweza kulifanyia maboresho ama wanalifanyia maboresho ni katika eneo la striker ama mshambuliaji, ambapo tunashuhudia msimu uliopita klabu ya soka ya Simba walikuwa wakimtumia Elim Panzu kama striker, sometimes Selemani Mwalimu, lakini kumwangalia Elim Panzu ndiye ambaye alikuwa akipewa nafasi zaidi, huku Jonathan Suwambe alisajiliwa kama mshambuliaji, alikuwa na mgogoro na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa Simba wakaamua kuingia sokoni kumtafuta striker ambaye moja kwa moja atakwenda kuisaidia klabu ya soka ya Simba. Sasa habari ni kwamba Simba tunaona waliweza kumtambulisha mchezaji Ibrahim Dombia kutokea katika nchi ya Mali, ambapo mchezaji huyu tunaona ana umri wa miaka 22, ambapo Simba mara baada ya kumtambulisha mshambuliaji huyu aliweza kuwa gumzo kubwa nchini Tanzania, kwa sababu kiangalia ni kijana mdogo, ana umri wa miaka 27. Msimu uliopita alifanikiwa kufunga mabao 17 katika ligi kuu ya nchini Mali, ambapo kwa upande mwingine mchezaji huyu tunaona aliweza kufanikiwa kufunga mabao 17, akawa mchezaji bora wa msimu, yani MVP, most valuable player, akawa mchezaji bora chipkizi, na aliingia kwenye kikosi bora cha klabu ya soka cha timu ya kikosi bora cha ligi kuu ya nchini Mali. Lakini vile vile Dombia ambaye alisaini Simba, kwa upande mwingine alisaini mkataba mmoja wenye kipengele cha kumuongezea mwaka mwingine mbele. Sasa mambo yakawa si mambo kwa mchezaji huyu, ambapo tunaona katika michuano ya Sekafa Kagame Cup kiwango ambacho ameweza kukionyesha kama striker, ambapo wana Simba wenyewe wanamuita Osmani ama washambuzi wengi wanamuita Osmani. Basi kwa upande mwingine ni kwamba kimeshindwa kumkosha kocha anaofahamika kwa jina la Steve Barker, ambapo Steve Barker hajaridhishwa na uwezo wa striker huyu. Kwa sasa ameweza kuwaomba viongozi wa klabu ya soka ya Simba waingie sokoni na kuweza kumtafuta striker mpya, striker ambaye moja kwa moja atakwenda kuvaa viatu vya striker huyu ambaye ameshindwa kuonyesha makali. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba kocha Steve Barker ameweza kulipendekeza jina la mchezaji Fiston Kalala Mayele, mchezaji ambaye tunaona kwa upande mwingine ameweza kumaliza mkataba na klabu ya soka ya Pyramids. Fiston Kalala Mayele mwenye umri wa miaka 32 ni miongoni mwa striker bora kuwahi kutokea hapa barani Afrika. Msimu uliomalizika aliitumikia Pyramids katika michuano mikubwa ya ligi kuu ya pale nchini Misri, akifanikiwa kucheza michezo 24, kufunga mabao 5 na kutoa assist 2, lakini ni striker wa maana kweli kweli, kwa sababu ukiangalia mchezaji huyu ana tuzo zake binafsi ambazo amezipata katika kipindi cha misimu mitatu ambayo ametumikia Pyramids. Alishakuwa mchezaji bora kwa wachezaji wanaocheza soka la Afrika msimu wa mwaka 2024-2025. Vile vile Fiston Kalala Mayele amekuwa mfungaji bora wa michuano ya CAF, yani CAF Champions League msimu wa mwaka 2024-2025, ambaye kulitoa tuzo la ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Pyramids msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo kwa upande mwingine Mayele vile vile amewahi kutumikia klabu ya soka ya Yanga kwa kipindi cha misimu miwili, amewahi kutumikia AS Vita Club, na tunaona kupitia mitandao ya kijamii rasmi ameweza kudhibitisha kwamba ameachana na Pyramids. Kwa hiyo ndio hivyo, kocha ameweza kuomba viongozi wa klabu ya soka ya Simba wafanye juu chini wamsajili mchezaji huyu ambaye kwa sasa yupo huru, kwa sababu amesema kwamba anataka kwenda kutafuta changamoto nyingine, kwa sababu kocha anaamini katika wachezaji aliokuwa nao pale mbele mawinga wakaangaliwa na Kelesto Makigwala, Elim Panzu, wana mchezaji anaofahamika kwa jina Libase Guaya, Anicente Urao, mawinga ni hatari kweli kweli, bila kumsahau kiungo Clatous Chamba, Ino Leomba. Basi akipata mshambuliaji ambaye ana kiu ya magoli, basi moja kwa moja Simba Sports Club itakwenda kuwa bora. Kwa hiyo tunaona hayo ndio mapendekezo ya kocha Steve Barker, akiomba uongozi uvunje mkataba wa Ibrahim Dombia na kuweza kumsajili Fiston Kalala Mayele. Nini maoni mtazamo kwa hiki ambacho amekisema kocha wa Simba? Je, ni wakati sahihi kwa Simba kuachana na Dombia? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.